Naam, asante kwa kuendelea kubaki nasi. Hii ni habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10. Na sasa moja kwa moja tunakwenda kujiunga na Margaret Itala kwa upande wa habari za biashara na uchumi. Karibu Margaret. Naam, shukrani Fatma Hassan kwa habari za taifa na zile za nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji, ni habari za biashara na uchumi na mimi ni Margaret Itala. Kwanza kabisa tuangazie fursa za kibiashara na uwekezaji katika majukwaa ya kibiashara huko duniani. Tanzania ina malengo madhubuti katika ushiriki wake kwenye maonesho ya kibiashara ya kidunia Japan Expo 2025 nchini Japan katika jiji la Osaka, ya kutangaza fursa za kibiashara, kuvutia uwekezaji na kuonesha urithi wake katika utamaduni na desturi katika jukwaa hilo. Tupate taarifa zaidi. Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Selemani Jafo akizungumzia umuhimu wa Tanzania kushiriki, amesema kwa tarehe 25 Mei itakuwa siku ya Tanzania, yani Tanzania Day, na tarehe 26 Tanzania itakuwa na kongamano kubwa ndani ya maonesho hayo la kunadi fursa za uwekezaji zilizopo nchini kwa lengo la kuvutia uwekezaji katika sekta mbalimbali ikiwemo katika rasilimali, utalii, kilimo, viwanda na biashara, na kutilia mkazo kuhusu fursa kubwa iliyopo katika uwekezaji katika joto ardhi. Lakini kadhalika nchi yetu imekuwa na fursa kubwa sana katika uwekezaji katika swala zima la joto ardhi, ambapo tuna takriban uwekezaji huo karibu megawati karibuni 5,000. Hii ni sehemu kubwa sana ya uwekezaji. Kubwa zaidi, tunawakaribisha wadau wote. Tunategemea kuwaona wageni wengi kutoka Tanzania, Kenya, Uganda. Kwa kweli banda yetu ni nzuri sana kama unavyoona hivi, na vivutio vizuri sana na wageni bado wanalipenda sana katika hili banda. Na katika michoro yetu ya tingatinga bado wanavutiwa sana wa Japani. Mgeni rasmi katika matukio ya Tanzania ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, anayemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Maonesho ya Expo 2025 yanakadiriwa kuhudhuriwa na takriban watu milioni 28 kutoka mataifa mbalimbali duniani, yakiwa yamebeba kauli mbiu isemayo kuwezesha jamii kwa maisha endelevu. Dorcas Ramos, Channel 10. Mazingira mazuri ya ufanyaji biashara na uwekezaji yaliyowekwa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan yameendelea kutajwa kuwa ni kivutio cha kuongezeka kwa hali ya ufanyaji biashara na uwekezaji nchini. Tupate undani wa taarifa hii. Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa mahusiano kutoka kiwanda cha bia Tanzania TBL, Neema Temba, wakati akizungumzia mafanikio ya kampuni hiyo, ambapo amesema mazingira hayo yamewezesha kampuni hiyo kwa mwaka jana kuchangia pato la taifa la zaidi ya shilingi bilioni 270. Kwa mujibu wa Temba, kampuni hiyo imetekeleza agizo la serikali la kutoa ajira kwa kutoa kipaumbele kwa Watanzania, ambapo kati ya ajira 1200, asilimia 99 ni wazawa, sambamba na kutengeneza mtandao wa wakulima zaidi ya 4500 nchini. Kingine tumeweza kugusia mahusiano yetu na wakulima wetu ambao wanatupatia malighafi bora zaidi ambazo ni tunaita ni maize, sorghum pamoja na barley. See great things for the future of the industry from a manufacturing point of view in Tanzania, and we really look forward to being able to be a positive contributor to the economy going forward. Kutoka Dar es Salaam, Kisa Mwepiana, Channel 10. Na kwa kumalizia habari hizi, mkurugenzi wa Benki Kuu Tanzania BOT Kanda ya Zanzibar Ibrahim Malogo amesema wataendelea kusimamia sheria, sera na miongozo ya uchumi ili kuziwezesha taasisi za kifedha kuwekeza na kupunguza gharama kwa wananchi. Amesema usimamizi bora wa sera ya uchumi pamoja na uboreshaji wa miundombinu umechangia kuongezeka taasisi za kibenki ambazo zinatoa huduma za kifedha kisiwani Pemba. Taarifa zaidi na Masanja Mabula kutoka Pemba. Akizungumza na watendaji wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, mkurugenzi Malogo amesema serikali imeweka mazingira wezeshi kwa taasisi za kifedha ikiwemo kuboresha miundombinu pamoja na kuimarisha usalama wa nchi. Pongeze tena mimi serikali kwanza kuweka miundombinu, sababu hizi haziji hapa hivi hivi. Ukishaona hivi kuna kitu kimefanyika hapa kinawavutia. Sisi tunaweka mazingira ya kisera ambayo inawafanya waende kila sehemu wakaweze kufanya biashara. Mkuu wa wilaya Wete Abdalla Rashidi Ali akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba
ameishukuru BOT kwa usimamizi bora wa sera za uchumi. Sasa yote hayo benki inayofanya ni kwamba na nyinyi pia mna mkono wenu kwenye ushauri, kwenye usimamizi, kwenye mwongozo ambao mnaenda nao. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba kushirikiana kuweza kushauri mamlaka husika katika kuboresha shughuli zetu tulizo nazo. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Mtazamaji, sasa ni wasaa kutazama viwango vya kubadilishia fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania kwa siku ya leo. Naam, mpaka hapo sina la ziada katika habari za biashara na uchumi. Ulikuwa nami Margaret Itala na kurudisha kwake Fatma Hassan kuendelea na taarifa ya habari. Kwako Fatma. Asante sana Margaret Itala kwa kuweza kutupitisha kwa upande huo wa habari za biashara na uchumi. Endelea kubaki nasi, bado tupo tunaendelea kukujuza kile ambacho kimeweza kujiri kwa siku hii ya leo.